Mtazamaji, idadi ya watu waliouawa kwenye maandamano ya jana imefikia watu 15 huku mamia wengine wakijeruhiwa kwenye maandamano ya vijana wa Gen Z kuadhimisha mwaka mmoja baada ya wenzao zaidi ya 60 kuuawa mwaka jana. Waliouawa walipigwa risasi na maafisa wa usalama kwenye sehemu kadhaa nchini. Huku waandamanaji wakikabiliana na polisi jijini Nairobi, wahudumu wa afya walikuwa katika harakati za kuwasaidia waliokuwa wamejeruhiwa. Bishi yetu umemtoa meno yote hapa, kuna shimo hapa. Jamaa ananiambia kuna demo ameshutiwa amepelekwa Jamia Mosque. Sasa nikamuuliza anakaa jamaa amevaa aje? Akaniambia amevaa t-shirt ya white. Pigwa risasi hapa, yeye alikuwa amekaa akigojea gari ya kwenda Kangware. So askari akasema naua, kapiga risasi hapa. Risasi mbili, moja hapa na nyingine kwa mkono. Vijana walikuwa wanaandamana, nilikuwa miongoni mwao. Nikakutana na polisi, walikuwa wengi. Wakapitwa wakanifuamia, mmoja akanipika juu kwa kichwa, wengine wakanipika marungu. Lakini kwa hiyo wakati nikapepe na ambulance imeletwa Kenyatta. Hasa nimetipiwa, nimeambiwa niende kwa nyumba. Zaidi ya watu 500 walipokea huduma za matibabu kutoka kwa wahudumu wa afya waliokuwa jijini, wengi wao wakipokea matibabu na kuondoka. Kufikia mwendo wa saa 4 asubuhi, magari ya ambulansi tayari yalikuwa yanawasili katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Mtu huyu anauguza majeraha baada ya kupigwa risasi na polisi usoni. Watu 57 walikuwa na majeraha mabaya ya kichwani, huku wengine wakiwa wamevunjika baadhi ya viungo mwilini. Hao walipelekwa katika hospitali za Kenyatta na Mbagathi. Kenya Medical Association and Beyond the Stethoscope have organized a field hospital for the maandamano. This field hospital is supposed to receive and treat injured patients in the maandamano and refer those who need referral. We are working with many partners. We had a call for cash donations for which very many Kenyans send for us to facilitate this field hospital. Katika msikiti wa Jamia, wahudumu wa afya kutoka shirika la Red Cross walikuwa hapa kutoa huduma kwa waandamanaji na majeruhi walifika kwa wingi. Baadhi yao walihudumiwa na kuondoka, huku wengine wakipelekwa katika hospitali ya Kenyatta kwa matibabu zaidi. We've been seeing casualties on the go. I wouldn't put a number right now. We are handling casualties and is charging them on the ground. As you see behind me, we have 2 tents. One is for registration, and then 2 tents, a yellow tent to manage superficial injuries, and a red tent to handle now casualties who have bigger injuries or injuries that will need to be supported on ground and then referred to hospital. Na huku maandamano yakiendelea, taswira nyingine ilianza kushuhudiwa. Huko Olkalau, wananchi walielekeza ghadhabu yao kwa maafisa wa polisi, wakivamia kituo cha polisi ambapo walipigwa risasi na maafisa hao. Taswira kama hiyo ikishuhudiwa huko Molo. Katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos, watu 2 walipigwa risasi na kuuawa walipojaribu kuingia katika kituo cha polisi. Na huko Wote, watu wengine 2 walipigwa risasi na kuuawa. Maandamano yaliyoshuhudiwa katika eneo hilo yakiathiri usafiri katika barabara kuu ya kuelekea Mombasa. Na mtaani Pipeline, mtu mmoja alipigwa risasi na kuuawa. Zaidi ya watu 150 wameripotiwa kujeruhiwa katika maeneo tofauti nchini. Maandamano ya leo yakiibua kumbukumbu yaliyoshuhudiwa mwaka mmoja uliopita, ambapo waandamanaji waliuawa na wengine kujeruhiwa. Mary Mwoki, Runinga